Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika darasa letu zuri la kujifunza neno la Mungu. Na katika darasa hili tutakwenda kuangalia kwa undani dalili za mwisho wa dunia. Kwa hiyo mwongozo wetu una kichwa kinachosema dalili za mwisho wa dunia na kurudi kwa Yesu Kristo. Dalili za mwisho wa dunia na kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo katika darasa hili tutaenda kuangalia kwa undani zile dalili kuu ambazo tukiziona hizo basi tujue kabisa kwamba ulimwengu umekaribia kuisha na Yesu anarudi. Kwa hiyo ni vizuri sana ukafahamu fundisho hili. Mafundisho kama haya hayafundishwi sana, na hivyo basi watu wanakuwa katika hali ya ujinga au kukosa ufahamu. Lakini ukiyajua mafundisho haya na ukijua hizi dalili, basi utaweza kujua ni wakati gani wewe unaoishi sasa. Kwa sababu tufahamu kabisa kwamba ulimwengu unakaribia kuisha, lakini pia Yesu amekaribia kurudi. Lakini wengi hatujui kwa undani kufuatana na yale ambayo yamesemwa katika maandiko. Kwa hiyo nakushauri fuatilia kwa umakini sana darasa hili ili uweze kuzijua hizi dalili kuu. Na leo tutaenda kuangalia dalili ya kwanza. Dalili ya kwanza ambayo tunisoma katika kile kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Na dalili hiyo kuu inayotajwa hapa ni kuinuka kwa ukengeufu. Kuinuka kwa ukengeufu. Sasa nataka tuangalie hii dalili kwa undani kidogo ili tuweze kujua, je, hili jambo kweli limekwisha kutokea au bado halijatokea? Na kwa kupitia hilo basi tutaweza kulifahamu kwa undani. Sasa tufuatilize kile ambacho Mtume Paulo anakiandika hapa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Anasema hivi: basi ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Anaanza kueleza kuhusiana na kurudi kwa Yesu. Anasema na kukusanyika kwetu mbele zake, na siku ambayo tutakusanywa mbele zake. Anasema kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu. Anawatahadharisha kanisa hili kwamba wasije wakafadhaishwa kwamba tayari ile siku imekwisha kuja, hata kuiacha nia yao pengine ya kuhubiri Injili. Anasema wala msisitushwe kwa roho, anasema wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu. Anasema kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Kwa hiyo hapa Paulo anataka kuwatoa kwanza ile fikra ya kugesi au kudhania kwamba tayari siku imekuja. Lakini hapa anaenda kueleza kitu ambacho akikiona basi wajue kwamba ile siku imekaribia. Anasema mtu yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji. Anasema usipokuja kwanza ule ukengeufu. Hilo neno linatajwa hapo, haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi. Huyu anayezungumziwa sasa hapa ni mpinga Kristo, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Tuishie hapo. Kwa hiyo anasema hiyo siku haiji kabla ule ukengeufu haujafunuliwa. Sasa tuende kufahamu, tuende tukaangalia huu ukengeufu maana yake ni nini. Tukisema ukengeufu maana yake ni nini? Katika lugha asili ambayo ni lugha ya Kigiriki, inatajwa kama apostasia au apostasy. Sasa apostasy maana yake ni kuhama kwenye ukweli uliokuwepo, kuhama kwenye ukweli uliokuwepo au kuasi. Maana yake ni kwamba kama dunia ilikuwa katika muhimili fulani ambao wanaenda nao, ambao ni wamethibitisha ni kweli, ikatokea watu wakahama au wakaasi, huo unaitwa ukengeufu. Kwa hiyo maana yake sasa hapa anasema ule ukengeufu ukija alengi kile eneo, lakini anazungumzia ukengeufu katika eneo la imani, ukengeufu katika eneo la Ukristo. Maana kwamba watu itatokea watu kuhama kutoka katika ule ukweli kwenda katika uongo au kwenda katika namna nyingine. Sasa tukishaona hilo jambo, basi tujue kabisa kwamba ule mwisho umekaribia kulingana na maandiko. Sasa nataka tuende kwa undani kidogo, tuangalie ukengeufu unatokea katika maeneo gani. Tunaposema ukengeufu unatokea katika maeneo gani hasa katika imani, ili tujue na tuangalie na tupime kama kweli tuko katika mwisho wa dunia au bado. Sasa ukengeufu upo katika maeneo makuu matatu katika maandiko. Eneo la kwanza ni eneo la mafundisho, na tutaenda kuangalia na maeneo mengine, lakini eneo la kwanza katika eneo la mafundisho. Je, katika mafundisho kuna ukengeufu ambao utaonekana au umeshaonekana katika siku za mwisho? Sasa twende moja kwa moja kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura 4 kuanzia ule mstari wa kwanza. Angalia, anasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo. Angalia, siku za mwisho watajitenga na imani, maana kwamba ukengeufu huo sasa. Ukengeufu, kujitenga na imani, kujitenga
na ile kweli, kujitenga na mafundisho ambayo ni sahihi, mafundisho ukamilifu, mafundisho watu wa kumpenda Mungu, mafundisho utakatifu, mafundisho kwenda mbinguni. Watajitenga na ile kweli. Anasema wakisikiliza roho zidanganyazo. Kwa hiyo watasikiliza roho zidanganyazo la kwanza, na mafundisho ya mashetani. Angalia mambo mawili, roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Anasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Anasema sasa wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kujua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia hapo, ametaja baadhi ya mafundisho hayo ya mashetani na baadhi ya roho zidanganyazo. Sasa hizo roho zidanganyazo ndio hizo zinazotaja hapa kwamba watasikiliza mafundisho au namna ambayo watakaoelekezwa kuwazuia watu wasioe. Sasa leo unaweza kusema mbona sioni watu wakizuiwa kuoa? Je, hili jambo tayari limeshatokea bado katika imani? Sasa hapa lengi kwamba watu watazuiwa kwa namna kawaida, lakini hapa nalenga katika swala la utume na utumishi. Kwa mfano leo hii kuna baadhi ya madhehebu au kuna baadhi ya imani kwamba kigezo cha kuwa labda askofu, kigezo cha kuwa labda shemasi, kigezo cha kuwa mchungaji au kigezo cha kuwa na ngazi ya juu katika uongozi ni sharti usioe. Na madhehebu watu nayo na ni makubwa sana. Lakini tunaona katika maandiko hakuna mahali popote ambapo tunaona Kristo aliweka kipingamizi hicho kwamba mtu akitaka kuwa mtumishi wake lazima awe toasha. Hakuna. Paulo alisema ikiwa ni idhini ya mtu, maana kama mtu mwenyewe akitaka, lakini sio takwa lazima kwamba ukiwa askofu basi uwe toasha. Sasa umeona hiyo ni kuzuia watu wasioe. Sasa hao mafundisho hayaje kutokea, na tunajua ngazi ya juu sana ni ngazi ya utume, na mitume tunaona kabisa walikuwa waliohoa na ambao hawajaoa. Kwa hiyo ilikuwa ni uchaguzi wa mtu binafsi, lakini sio takwa. Sasa hapa wanawazuia watu wasioe. Tunaona kuna maaskofu ambao wanakatazwa. Ndio maana tunaona wakati mwingine dhambi na tamaa vinatawala na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo ukishaona imani ya namna hiyo, ujue kabisa tunaishi katika siku za mwisho na kwamba ule ukengeufu umeshakuja. Lakini sio tu katika eneo hilo, lakini anasema pia wakiwazuia watu wajiepushe na baadhi ya vyakula ambavyo Mungu aliviumba na kavibariki. Ukweli ni kwamba katika imani hii ambayo sisi tunayo ya Kristo Yesu Mwokozi wetu, haitukatazi kula chakula cha aina yote ile, maadamu hakiathiri mwili, maadamu kitupelekee kutenda dhambi. Hilo ndio jambo la kuzingatia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama chakula ambacho umekiona na ukakipenda, labda umependa kula nyoka, kama hakuathiri katika mwili wako, hawezi kukusababisha wewe utengane na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu. Kama wewe ni mlaji wa nguruwe, Biblia inaturuhusu tule. Mlaji wa kambale, kula. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivi vitu havihusiani na mambo yetu ya rohoni. Hivi ni vyakula tu ambavyo vinaingia mdomoni vinaenda chooni. Kwa hivyo basi kuna mafundisho ambayo mtu anakuambia ukila nguruwe basi wewe unakataliwa na Mungu. Na tunaona katika dini na baadhi ya madhehebu ya Kikristo wanakuambia ukila kambale wewe unakosa mbingu. Ni makosa kwa Mungu. Tunaanza kuletwa katika mafundisho ya Kiyahudi na sheria na Torati. Sasa hizo zinatoa katika neema na imani, mwisho wa siku zinatuleta katika mambo ya mwilini. Na hayo ni mambo ambayo ni roho zidanganyazo ambazo zinadanganya watu katika siku za mwisho. Kwa hiyo maandiko yanatuonya tujiepushe na hizi roho zidanganyazo. Na sio tujiepushe, na tukiziona tujue kabisa kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Na dini hizi na madhehebu haya yana wafuasi wengi duniani, na wajue kwamba tayari wameshaiacha imani, wamegeukia mafundisho mengine. Sasa hapa tumeona katika roho zidanganyazo, lakini hapa pia anasema mafundisho ya mashetani. Sasa mafundisho ya mashetani ni yapi? Ni mafundisho ambayo yanahusiana kabisa na mambo ya nguvu za giza. Ni mafundisho ya mashetani typical, completely kabisa mafundisho ya mashetani. At least na mengine ambayo yanakukengeusha, lakini haya yanakufundisha kabisa uongo. Sasa utaona ukirudi kwenye huu waraka sura ya kwanza mstari wa 3, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3, angalia Paulo anasema kama vile nilivyokusii ukae Efeso. Hapa namwambia Timotheo, nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine. Muone mafundisho mengine. Timotheo aliambiwa kae wakataze, wala wasiangalie hadithi. Muone kuna hadithi na nasaba zisizo na ukomo ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu aliyo katika imani, basi ufanye hivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vinavyoitwa hadithi na nini na nasaba. Sasa haya ni mafundisho ya mashetani. Hadithi ni nini? Hadithi ni habari zilizotungwa ambazo zinaambatanishwa na nini?
na imani. Unakuta mtu anatengeneza habari yake ambayo kafunuliwa pengine na shetani, hatujui kwa namna yote ile. Alafu anasema usipofanya hivi basi ujue kabisa kwamba pengine utaathirika kiroho. Kwa mfano wa hizi hadithi ni kama vile mafundisho ya nyota au tabiri wa nyota. Mtu anakuambia nyota yako iko hivi. Mwonezi ni hadithi kwamba kila mmoja ana nyota yake. Wewe ni Libra, sijui wewe ni nyota Nge, wewe ni nyota sijui ya Simba. Hizi nyota anakuambia mwezi wako ukifika, kama ni nyota yako katika mwezi, vaa nguo za rangi fulani, utapata bahati, utabahatika. Wanakufundisha kwamba ni mambo ya asili ambayo Mungu kaumba, tukiyafuata basi milango yetu ya baraka. Ukweli ni kwamba mafundisho ya nyota ni hadithi za mashetani, ni mafundisho ya mashetani na kudanganya kwamba unaweza kugundua hatima ya maisha yako. Lakini kweli kwamba hakuna mwanadamu anaweza kujua hatima ya maisha yake nje ya Mungu. Mungu akifunulia ndio anaweza kukuambia hatima ya maisha yako. Lakini pia tumeambiwa tuishi kwa neno la Mungu. Hatuishi kwa tabiri za nyota, hatuishi kwa mitazamo, hatuishi kwa namna kuangalia vitu vya asili ili viweze kuamua maisha yetu. Kisha unafundisha mafundisho kama haya hata katika kanisa, basi jiepushe sana. Na sasa hivi ameshaanza kutokea mafundisho kama haya, mafundisho ya nyota. Hizo ni hadithi za kutungwa za mashetani. Lakini watu wanazipenda, kweli watu wanazipenda. Lakini pia unakuta mwingine anakuambia labda mti fulani una madhara katika familia. Ukiupanda mti au ili ua, basi ujue kabisa kwamba hilo ua either linakaribisha majini, au mti either una mapepo, au mti either unaua mtu fulani katika familia. Kuna kipindi fulani nyuma kulitokea mhubiri mmoja na kana hubiri na habari zake zilitrend sana, au mafundisho yalitrend, yani yalipaa sana. Sasa alikuwa anafundisha kwamba kuna miti fulani inaitwa mti mwamvuli ambao watu wanapenda kuipanda katika bustani zao. Hiyo miti ilikuwa inapendwa sana katika nyumba, inaweka kivuli kizuri katika nyumba. Lakini sasa akasema ule mti ni una nguvu ambayo inaua baba wa familia. Kwa hiyo maana kwamba katika nyumba ule mti kama ukipanda, unajua kabisa baba ile nyumba atakufa. Sasa watu waliasikiliza mafundisho na anajiita mhubiri, mtumishi wa Mungu. Lakini mwisho wa siku watu wakaanza kuikata hii miti kwenye nyumba zao, wakiambatanisha kwamba ule mti unaleta mauti kwa kichwa cha familia. Haya ni mafundisho ya mashetani 100%. Ndugu yangu, hakuna mti ambao unaweza kuupanda ukaamua maisha yako katika nyumba yako. Dhambi zetu sisi na makosa yetu na tabia zetu ndizo zinazoeleza sisi na kina nani, na zinazoeleza baraka zetu na laana zetu. Kwa hiyo mti kama mti hauwezi kukusababishia wewe kuharibu mahusiano yako ya kiroho. Ni mambo ya mwilini, ni kama chakula tu. Haya yote ni Mungu ametupa yatuzunguke, na Mungu aliyaumba kwa mapenzi yake. Lakini sio hilo tu, mwingine anakuambia kwamba ukikutana na paka fulani wa rangi fulani nyeusi, ukikutana na bundi, au ukiona bundi au ukiona nyoka, ujue ni mashetani na mapepo moja kwa moja. Sasa mtu anaanza kuwa na imani katika wanyama, mwisho wa siku imani yake inaama katika Kristo Yesu na neno la Mungu, anaenda kuangalia vitu vinavyomzunguka kwa kwamba vitaamua maisha yake. Ndege kulia usiku mtini ni kitu cha kawaida, bundi kulia ni kitu cha kawaida, wakati mwingine paka kulia kama watoto. Ndivyo walivyoumbwa. Kipindi ambacho wanataka kukutana katika mwili, lazima anakuwa na milio kama hiyo. Ni maisha yao, ndivyo walivyoumbiwa. Sasa ukianza kutengeneza imani yako na kujenga imani katika wanyama na viumbe, mwisho wa siku unaiacha imani. Ndio mafundisho ya mashetani haya, yanaitwa hadithi. Yako mengi sana. Mwingine anakuambia angalia kiganja chako, hii mistari iliyochorwa Mungu kaeka hapo hatima maisha yako. Na unaangalia mistari yangu imekaa hivi, basi mimi nitakuwa tajiri, mimi nitakuwa maskini. Mafundisho ya mashetani. Mkristo hutaki kufuata fundisho lolote linalokuelekeza nje ya Yesu Kristo na nje ya neno la Mungu. Ukishaanza kuona mtu anakuambia angalia kitu fulani, lakini ukioni katika maandiko kwamba tuliagizwa tukiangalie, hayo ni mafundisho ya mashetani 100%. Kwa hiyo yako mambo mengi sana ambayo zinaitwa hadithi za kutungwa, ambazo hizo ukizisikiliza ndugu yangu unapotea 100%. Hizi imani zimejengwa hata katikati ya Kristo. Nimekutana na Kristo wengi. Wakati mwingine hata mtu akiona konokono, sisimizi, anasema tayari Mungu hayuko na mimi, yani mashetani, mimi nina nuksi, mimi na nini. Vitu kama hivyo vinakupoteza katika imani. Lakini nasaba ni nini? Nasaba ni ule mtiririko wa vizazi katika familia au katika ukoo. Sasa nasaba ni maana kwamba walikuwa wanaangalia kwamba huyu damu yake huyu, au katika familia aliyotokea huyu anaweza kuwa mtumishi wa Mungu, anaweza kuwa mtendakazi, kwa sababu katika familia yao tayari kulikuwa kuna watu fulani. Hizo zinaitwa nasaba. Au damu yako hiyo haikubali neno la Mungu, yani damu yako hiyo haikubali utumishi fulani kutokana na background, kutokana na asili. Sasa hizi nasaba ni mafundisho ambayo yanampotosha mtu, kiasi kwamba mtu anaacha kuangalia kazi ya Kristo ile tukamilisha pale msalabani ya kuondoa mizizi na misingi yote na laana zote,
anaanza kuangalia tena vitu vingine. Sikatai kwamba kuna laana ambazo zinaweza kazi zinamfuatilia mtu, lakini hizo zinauliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapaswa tumwangalie zaidi Kristo Yesu kuliko kuangalia misingi hiyo ambayo tumetokea huko. Kwa hiyo misingi haiwezi kadetermine ya kueleza sisi tutakuwa watu gani. Wengine tumetoka katika familia ambazo, wengine wametoka katika familia ambazo hazina misingi yote imani, lakini Mungu kaokoa na wamekuwa watumishi wa Mungu na wanafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo njia za Mungu hazichunguziki. Usianze kuangalia mtu asema ile familia pale mimi sitaki kwenda kuoa pale. Kwa sababu gani? Au lile kabila liko hivi. Ile kabila wana sifa ya uzinzi, ile kabila wana sifa uchoyo, ile kabila wana sifa umaskini. Unaanza kuangalia na saba. Mwisho wa siku hujui kwamba Mungu ndiye anayebadilisha watu na anageuza watu. Kila mmoja ameasi, amepungukiwa na utukufu wa Mungu, anapaswa azaliwe mara ya pili. Hakuna familia au ukoo ambao ni mkamilifu. Vyote vimeharibika, tunapaswa sisi tumwangalie Kristo Yesu. Hizo zinaitwa na saba. Haya ni mafundisho ya mashetani, mafundisho ya mashetani. Sasa hilo ni eneo la mafundisho ambalo ukengeufu upo sasa hivi duniani. Lakini eneo la pili ni eneo la upendo. Upendo, tuangalie upendo. Je, upendo ulikuwaje hapo mwanzo na sasa hivi? Tukisoma kile kitabu cha Timotheo wa pili sura 3. Tukisoma kile kitabu cha Timotheo wa pili sura 3, angalia Paulo anasema nini? Anasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna. Angalia neno linalofuata, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Alafu anasema wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, au nao ujiepushe nao. Maana kwamba siku za mwisho anasema kutakuwa kuna nyakati za hatari. Watu watapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Ukengeufu, watu wataama kutoka katika kumpenda Mungu, wataenda katika kupenda anasa. Na ndio tunaloona leo hii. Angalia idadi ya watu wanaofika makanisani, alafu angalia idadi ya watu wanaohudhuria katika viwanja vya michezo kama Simba na Yanga. Ni jopo kubwa la watu, tofauti na zamani. Zamani ulikuwa unaweza kukuta watu kwenye anasa, hata wakati mwingine wakuti sana kwenye Mungu, lakini wakuti pia kwenye anasa. At least walikuwa wako na ujibalance. Lakini sasa hivi angalia, kumetokea kuhama sana. Watu michezo, watu burudani, muziki, anasa. Ukiweka bonanza hapo la waimbaji, utaona wanakuja mamia na maelfu ya watu. Lakini weka mkutano injili, wachache. Weka seminar, wachache. Umeona? Watu wanapenda mafundisho ya nini? Mafundisho, angalia tena, wanapenda tena mafundisho ya mafanikio, prosperity gospel. Mafundisho ya kutabiriwa mema na baraka za duniani. Ukiweka hata mkutano hivyo, at least utapata tena watu. Lakini weka mkutano au seminar inayofundisha kuhusu hizi habari za siku za mwisho, au habari za imani, au habari za utakatifu, huwezi kukuta watu. Kwa nini unajiuliza? Kwa sababu watu wameshaama, ukengeufu umeingia, watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Imekuwa sasa ibada sasa hivi imekuwa ni ibada ambayo je, inaweza kwenda kuniburudisha. Kama hamna kwaya nzuri inaimba vizuri, siende kanisani. Kama hamna mhubiri anayechekesha, siende kanisani. Kama siendi kuhubiri mahubiri mafupi, siende kanisani. Afadhali nikae nyumbani ninachoshwa. Hii ni nini? Kwa sababu upendo wa wengi umepoa. Ndio maana Yesu anasema kwenye Mathayo 24 kwamba siku za mwisho, kwa sababu ya kuongezeka maovu, upendo wa wengi utapoa. Ni upendo wa kumpenda Mungu. Upendo huu unapoa ndani ya watu, ndani ya waamini. Kwa ndugu yangu, hebu jiangalie hapo. Je, wewe kama mtoto wa Mungu, je, upo katika kundi lipi? Umeona? Kwa hiyo tunaona upendo wa Mungu ukipoa ndani ya watu na watu kuelekea katika anasa. Kwa hiyo unaona anasa zinazidi kuwa nyingi, mabana funguliwa kila siku, mambo ya starehe, magemu, movie, TV. Mtu anakaa kwenye TV masaa mengi, lakini mwambie kasali, kapige magoti uombe, usome neno, hawezi. Dakika 10, 20 anashindwa, lakini anaweza kakesha kwenye movie. Ukengeufu umekuja, tofauti na zamani. Neno lingine la tatu ambalo la mwisho ni katika eneo la maarifa. Angalia Daniel 12:4. Maandiko yanasema watu wataenda huko na huko, lakini na maarifa yataongezeka siku za mwisho. Maarifa yanaongezeka. Lakini sasa maarifa yanavyozidi kuongezeka katika roho na katika mwili. Angalia maarifa mwilini ambayo tunasema ni elimu, ambayo ni nzuri, inasaidia jamii. Lakini hii nayo imesababisha watu kuhama kutoka katika imani. Imewasababisha watu kuhama kutoka katika imani na kwenda katika upagani. Ndio maana leo utaona kuna kundi kubwa la watu wanaacha imani. Wanasema hii dunia haikuumbwa na Mungu, hii dunia ilitokea tu yenyewe. Kulitokea mlipuko huko,
basi ule mlipuko katengeneza sayari na dunia. Ule mlipuko katengeneza sayari na dunia. Ndugu yangu, huo ni uongo wa hali ya juu. Upagani unaongezeka. Watu wasioamini Mungu wanazidi kuongezeka. Wanaamini sayansi na teknolojia. Wanaamini kwamba mambo ya duniani, mfumo wa duniani ambao umestaarabika unaweza kaamua maisha ya mtu. Kumlilia Mungu, kupiga magoti, kuomba toba na msamaha ni mambo ambayo yamepitwa na wakati. Wengine wanakuambia tuishi tena hizo zama za dini, za imani. Tunaishi katika zama za sayansi na teknolojia. Kiasi cha kwamba leo mtu anakuambia lazima ufikirie. Mtu anakuambia nionyeshe Mungu, nithibitishie Mungu. Lakini Mungu huwezi kumtambua kwa akili za kibinadamu. Mungu naye anatambulika kupitia neno lake na akakupitia moyo, ndani ya moyo wako. Kwa hiyo sasa wenyewe anataka kila kitu kidhihirishe kwa macho. Kwa hiyo jambo limepelekea watu wengi kuacha imani. Na ndio maana leo kuna kundi kubwa la vijana ambao wanatoka katika kumwamini Mungu wanaenda katika kuamini mambo ya sayansi na teknolojia. Kuwa makini sana. Kwa ndugu yangu, huu unaitwa ukengeufu. Nadhani mpaka hapo umepata picha tunaishi katika wakati gani. Ni nyakati za hatari hazije kutokea katika dunia. Nyakati hizi ambazo tunaishi katika kipindi cha sayansi na teknolojia, kipindi cha anasa kuwa nyingi, kipindi cha mafundisho mengi ya uongo kutokea, ni kuonyesha ukengeufu umekuwa mkubwa sana. Watu wanaacha imani. Haimaanishi kwamba watu wataacha Ukristo. Wanaweza kuwa ni Wakristo lakini hawapo katika imani. Ndio maana Yesu alisema atakapokuja mwanadamu ataiona imani duniani. Luka sura 18. Atakapokuja mwanadamu ataiona imani duniani. Sio ataona dini, sio ataona imani. Je, watu watakuwa katika misingi? Watu watakuwa katika njia au wameshakengeuka siku nyingi? Leo hii watu wengi wamekengeuka. Makanisa ni mengi. Ndio, madhehebu ni mengi. Dini ni nyingi, lakini wenye imani ni wangapi? Na imani sio ile imani kusema naamini Mungu. Imani katika Kristo Yesu ambayo tunafundishwa katika maandiko na mitume waliofundisha. Injili ya kweli iliyofundishwa na misingi iliyowekwa pale. Je, tunaifuata? Hapo ni lazima tujifunze, tujiulize na kujiuliza sana katika maisha yetu. Kwa hiyo sasa jambo la mwisho nataka ulione ni kwamba tulisoma pale kwenye Timotheo 2 sura 2 anasema ule ukengeufu utakapofunuliwa, akafunuliwa pia yule mtu wa kuasi mpinga Kristo. Sasa kumbe kuna mpinga Kristo atakuja kufunuliwa, na yeye ndiye atakayokuwa sasa ndio zao la ukengeufu. Mpinga Kristo ni zao la ukengeufu. Ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 2 mstari wa 18 anasema hivi kwamba watoto wadogo, hizi ni nyakati za mwisho, na mmesikia kwamba mpinga Kristo atakuja, lakini hata sasa wapinga Kristo wengi wapo. Kwa hiyo sasa unaona kutokea kwa wapinga Kristo, manabii wa uongo, makristo wa uongo duniani leo hii ni zao la ukengeufu. Na yule mpinga Kristo mwenyewe atakapokuja, ambaye anakuja siku sio nyingi, nyakati si nyingi, ni zao la ukengeufu uliozidi, uliofikia kilele chake. Kwa sasa hivi tuko katika kilele, mwanzo ukengeufu, tunaenda katika kilele. Na kilele ndicho kitakachomkaribisha mpinga Kristo, yani baba wa wapinga Kristo walioko duniani. Kwa hawa wapinga Kristo ambao tunaona dogo dogo manabii uongo, ni kwa sababu ya ukengeufu, ndio maana wapo. Kama kungekuwa kuna ukengeufu usingeweza kuwaona. Nikupe mfano labda leo hii tunajua kwamba katika nchi zetu hizi za Afrika vyakula kama nyoka, kenge, konokono atuli. Kwa ukienda katika mabucha huwezi kukuta wafanyabiashara wa vyakula hivyo. Huwezi kukuta. Utakuta tu wafanyabiashara wa nyama, samaki, utakuta wako wengi wamezagaa kila mahali. Kwa sababu gani? Soko na kwamba wapo lakini hawana soko. Lakini siku ikatokea watu wakaanza kuwa na interest ya kula nyoka na kula konokono kama vile ilivyo China na nchi za Asia. Utaona wale wafanyabiashara wanatokea. Utajiuliza wametokea wapi hao? Utakuta sokoni na manyoka na machatu. Utakuta sokoni na makenge. Wako wengi. Kwa sababu gani? Wateja wapo. Kwa hiyo mfanyabiashara anafuata mteja. Mteja afuate mfanyabiashara. Kwa hivyo ndivyo alivyo hawa manabii uongo na makristo uongo. Ukishaona wanatokea ni kwa sababu wameona kuna watu wanawahitaji. Kwa hiyo sasa tusianze kusema wametokea manabii uongo, wanakuja kutufundisha injili za uongo, wanakuja kutufundisha mambo ya uongo. Sio kwa sababu yao, ni kwa sababu ya watu kukengeuka. Kwa hiyo dalili nyingine ya ukengeufu ni kwa sababu ya manabii uongo wametokea. Na ndio maana hata mpinga Kristo atakayekuja kuwa baba wao mshoni atakapokuja ni kwa sababu ya ukengeufu ulifikia kilele. Na maandiko yanasema watampenda. Alafu kiendelea kusoma pale anasema kwa sababu watu hawakupenda kweli. Yaani watu walikengeuka, hawakupenda kweli. Kwa hiyo ndugu yangu, tunaishi katika nyakati za hatari sana. Hii dalili imekwisha kutokea. Na siku yote Yesu anarudi na mwisho wa dunia umefika. Kwa hiyo usiangalie ile wengi wapi, bwana sisi mbona hatuoni jopo kubwa la watu wanamfuata Kristo, wanaishi maisha matakatifu, wanamtafuta Mungu. Usijifananishe na umati wa watu. Yesu anasema siku za kuja kwake zitafananishwa na siku za Sodoma na Gomora na siku za Nuhu. Watu walikuwa kila na kunywa, wakipanda na kujenga, wakiona na kuolewa, starehe na anasa zilikuwa zimekithiri. Lakini mvua iliponyesha walipona watu 8 katika gharika na watu 3 katika kipindi cha Sodoma na moto ule. Hebu jiangalie na sisi, je,
tutakuwa miongoni mwa wale ambao wataokoka katika siku za mwisho. Bwana Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Kuwa makini sana, kaa mbali na ukengefu. Penda neno la Mungu, soma neno, omba sana. Penda utakatifu, penda ukamilifu. Penda kuangalia mambo ya mbinguni, usiangalie mambo ya kitambo ambayo yanapita hapa duniani. Kubali injili ambazo zitakuchoma moyo, kubali injili ambazo zitakuonya, kubali injili ambazo zitakukaripia, kwa sababu hizo ndizo zinazokufaa wewe. Mungu akubariki sana. Tutaendelea katika darasa linalofuata na dalili nyingine ya pili ambayo imetabiriwa katika maandiko. Tukiona hiyo basi tujue mwisho umekaribia. Kumbuka dalili hii ni kuinuka kwa ukengeufu. Ukengeufu ni kuiacha imani. Mungu akubariki sana. Tukutane katika darasa linalofuata. Shalom.